Sasa kwa majina naitwa Amina Ali, mimi ni mratibu wa programs kutoka shirika la My Legacy. Tuko hapa leo kufanya mdahalo wa maarifa ambao ni mdahalo kwenye jamii iliyoko kwenye programu yetu ambayo tunafadhiliwa na ubalozi wa Ireland. Na leo hapa tuko kuongea na jamii kuhusiana na mabadiliko ya tabia nchi na jinsi gani yanaathiri au yanaleta ukatili wa kijinsia na kuathiri afya ya uzazi, yani haki za afya ya uzazi kwa makundi maalum ikiwepo wanawake, watoto na watu. Mabadiliko ya tabia nchi mara nyingi kuleta athari mbalimbali ikiwemo masuala ya ukatili wa kijinsia. Tunapokata miti na kuharibu vyanzo vya maji, tunaleta ukame, lakini pia shida ya maji katika jamii. Na mara nyingi wanaoathiriwa sana na shughuli hizi za kwenda kutafuta maji au kwenda kutafuta kuni ni wanawake na watoto, ambao hujikuta huenda umbali mrefu kwenda kutafuta maji na kuni ile za kurudi kutumia nyumbani. Hivyo basi wakiwa njiani hujikuta wakiwa katika hatari ya kufanyiwa ukatili wa kijinsia, hasa ukatili wa kingono ikiwemo kubakwa na watoto kulawitiwa na kubakwa pia. Lakini pia hata kushambuliwa na watu ambao waliokuwa na dhamira mbaya. Lakini tukirudi tena kwenye kuangalia athari hizi kwa watoto wa kike hasa na wanawake, wanajikuta wanashindwa kupata mahitaji maalum. Kwa mfano, kunapokuwa na shida ya maji, wanaoathirika ni wanawake na watoto wa kike, hasa wale waliobalehe, kwa sababu wanashindwa kujisafisha au kuwa wasafi pale watakapokuwa katika siku zao za hedhi, kwa sababu hakuna maji salama au safi ya wao kuweza kujisaidia kujitunza, na mwisho wake kupelekea wao kupata magonjwa ikiwemo UTI na fungus ambayo baadaye huja kuwaletea matatizo mengi tena makubwa. Ni jukumu letu kama wananchi hapa katika kata ya Mzinga, lakini pia kwa jamii nzima ya Kitanzania kuhakikisha kwamba tunachukua jukumu la pamoja kuanzia na sisi wenyewe kutafuta suluhisho ya matatizo haya yanayoletwa na mabadiliko ya tabia nchi, ikiwemo ni pamoja na kupanda miti sehemu ambazo tayari udongo umeonekana ulikuwa unamomonyoka. Tuhakikishe sasa tunazuia kwa kupanda miti, kutunza vyanzo vyetu vya maji kwa kuhakikisha kwamba hatufanyi shughuli ambazo zitakwenda kuharibu vyanzo hivyo au kuchafua vyanzo hivyo, kama kulima au kufuga karibia na vyanzo hivyo vya maji, kuhakikisha kwamba maji yanakuwa ni safi na salama kwa watu wote kutumia. Lakini pia kuziba yale mashimo yaliyopo barabarani, ili hata pale mvua zinapokuja yasije yakatokea maafa kama mafuriko ambayo yataweza kuzuia huduma muhimu, kwa sababu kama yakitokea mafuriko jamii huduma wanakosa kuzipata kwa wakati. Sasa mfikirie mama ambaye ni mjamzito ambaye yuko katika kipindi hiki cha mvua na kuna mafuriko na hana msaada na anahitaji kwenda hospitali kupata huduma. Inakuwa ni changamoto kutoka sehemu moja hadi kufikia kituo cha afya. Kwa hiyo ni muhimu sana wote kuchukua jukumu kuangalia jinsi gani tunaweza kulindana na wote tuishi maisha yenye staha na maisha yanayolinda haki na utu wetu sote. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge jijini Dar es Salaam chenye ithibati na usajili wa NACPAT namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya diploma na certificate kwa muhula wa masomo utakaoanza Oktoba 2025 katika kozi za IT, Hotel and Tourism Management, Front Office, Business Administration, Accountancy, Procurement and Supply. Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia ya vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujiajiri, na kwa wale ambao wameamua kuendelea na degree wameweza kujiunga na vyuo vikuu bora hapa nchini na nje ya nchi. Pia kuna kozi fupi za computer application, graphic and design, video production pamoja na CCTV camera. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0717816034 au 0754864361. KITM, elimu na ujuzi kwa uchumi imara.